kuona uanzishaji wa mabasi haya mapya kufuatia kutoridhishwa kwa wananchi na huduma zinazotolewa na UDART, na hasa kipindi cha miezi hii miwili mitatu ambacho abiria sasa walikuwa wanaweza kugombania mabasi, kila mmoja akawa anaingia kwenye mlango wake, wengine madirishani na wengine kuruka kupitia kwenye madirisha na kusababisha hasara ya mabasi hayo. Kimsingi serikali ilishaanza mchakato wa kupata mabasi, lakini pia hata Mheshimiwa Rais kupitia baraza mawaziri alishaagiza ofisi ya waziri mkuu isimamie zoezi hili, na wakati wote kuanzia mwezi wa 7 tumekuwa tunaenda hatua kwa hatua kwa kuruhusu sekta binafsi iingie kwenye biashara hii. Tukaamua kutoa zabuni na kuruhusu makampuni binafsi yanayoweza kusafirisha abiria yaombe, na tumepata makampuni 4. Makampuni 4 haya tayari mwezi wa 7 mwishoni alishaingia mikataba na kuanza kuagiza mabasi, na hatua hiyo ya uagizaji mabasi ni ya miezi mitatu, kutoka kuagiza, kutengeneza na kuleta nchini Tanzania. Kati ya makampuni haya 4, kampuni moja ya Moffat iliyopewa njia ya katikati ya jiji kwenda Mbagala ndio imeanza kuingiza mabasi haya 150. Bado makampuni 3, na makampuni yote 4 pamoja na hili ambalo linaendelea kutoa huduma ya UDART tumewagawa kwenye njia mbalimbali. Njia ya kwanza ni hii inayotoka hapa Kivukoni kwenda Kimara, tumeipa kampuni. Njia ya pili kutoka katikati ya jiji kwenda Mbagala, na yenyewe tumeipa kampuni, lakini kule Mbagala kuna uhitaji mkubwa wa kutoka Mbagala kwenda Chamazi kwenda mpaka upande wa pili wa airport, na kampuni nyingine inaanza Mbagala rangi 3 kupita Kongowe kwenda Kigamboni ferry. Maeneo hayo pia nayo tumeyalenga kupata mabasi na makampuni yameshaingia mkataba. Lakini kuna njia ya 3, hii ya katikati ya jiji kwenda Gongo la Mboto, ambayo sasa hivi inajengwa na imeshafikia 90%. Wanakamilisha kituo cha kuzungushia mabasi, chamaliza hiyo nako pia wataingia. Lakini kampuni ambayo imepewa dhamana ya kupeleka mabasi nayo pia imeagiza mabasi yake. Tumeona upungufu huu mkubwa wa kampuni ya UDART kutoka Kivukoni kwenda Kimara. Kimsingi tulikuwa na mabasi ya kutosha 140, lakini yamepungua sana, mpaka sasa tumebaki na basi 32, na mpaka jana jioni tumebaki na mabasi 30. Ni kweli kwamba hayatoshi, lakini serikali yenu baada ya kuruhusu makampuni ya binafsi na kampuni moja kuleta mabasi 150, tumeona tuchukue mabasi 60 yaingie kwenye barabara hii, na yameanza leo. Na kwa kuanza leo ilikuwa lazima tukamilishe mifumo ya gesi, kwa sababu mabasi haya yote yanatumia gesi, na mabasi yanayokuja yote yatakuwa yanatumia gesi au umeme. Kwa hiyo pia tumetangaza kampuni binafsi zichukue nafasi hiyo kujenga vituo vya umeme kwa ajili ya kuchaji magari, vituo vya gesi kwa ajili ya kuongeza gesi. Kituo cha gesi ambacho ameeleza pia mmiliki wa mabasi akijakamilika kabisa, hiki kimefikia 90% na kimeanza kuweka gesi kwenye mabasi ambayo leo yameanza asubuhi. Malengo yetu ni kuondoa kadhia hii ya barabara hii ya Kivukoni kwenda Kimara. Sasa hivi tutakuwa na jumla mabasi 90. Haya 60 mapya na yale 30 ya blue yatafanya mabasi 90. Tunaamini ugumu huu utapungua kwa kiasi kikubwa. Lakini makampuni mengine 4 yaliyobaki yote yanaleta mabasi. Kwa hiyo kuanzia sasa tutaanza kupata mabasi
mbalimbali ya makampuni hayo mbalimbali ili idadi ya mabasi iweze kuongezeka. Baada ya hapo tunaamini jijini Dar es Salaam njia zetu zote zitakuwa na mabasi yanayopita, huku tukikamilisha pia njia ya Moroko Mwenge kwenda Tegeta ambayo sasa hivi imefikia 45%, 50% kwenye ujenzi wake, na tutaanza ujenzi tena kutoka Ubungo kwenda Buguruni mpaka pale kwenye flyover ili kuunganisha line hiyo kuwa na mabasi, na mengine yataanza katikati ya Buguruni na Ubungo kwenda Segerea mpaka kwenda kuzunguka na kutokea minazi mirefu, si minazi 6 pale airport. Hiyo njia pia nayo itakuwa na magari. Kwa hiyo tumekuja kuona kuanza kwa magari haya. Tunakushukuru mmiliki wa mabasi haya kwa sekta binafsi kwamba umeshaanza kuleta basi 150, na kama ambavyo tumetaka njia hii ya Kimara na ya Mbagala mabasi yaanze. Sasa njia zake zishakamilika na watu wa UDART nao watasimamia na data watasimamia, watahakisha usafirishaji huu unarudi kwenye nafasi yake. Lakini pia watu wa dati tumewaagiza, hapa kivukoni tuna wasafirishaji wengi wa samaki. Tulisema mabasi haya ni ya kawaida kupanda abiria na vizigo vidogodogo, lakini eneo hili tuna hawa ambao wanabeba angalau samaki 5, 6, 10 vifuko vidogodogo. Tunamwachia mkuu wa mkoa akae na wafanyabiashara hawa, ni mafurushi aina gani yanatakiwa kubebwa na yafungwe kwa kiasi gani, kwa sababu haya ni mabasi ya mjini na yanahitaji mizigo midogodogo kama vile SGR, mizigo midogodogo ili waweze kusafiri nayo. Lakini huku kuna idadi kubwa ya wafanyabiashara, kwa hiyo lazima mkae nao mueleweshe na waweze kuwa wanaelewa ni nini kinahitajika kwenye mabasi yetu. Lakini kwa UDART na dati ambao walikuwa wanasimamia haya, kama mlivyoona kwenye mitandao, Mheshimiwa Rais amefanya mabadiliko ya watendaji wakuu ili waweze kusimamia mradi huu. Amefanya mabadiliko DART, amefanya mabadiliko UDART. Kwa hiyo tunaamini viongozi wanaokuja watasimamia vilivyo, ikiwemo na njia ya utozaji nauli sasa itakuwa ni kwa kielektroniki badala ya fedha cash. Hii inapunguza mianya ya walio na nia mbaya au watendaji wetu wasiokuwa waaminifu kupokea fedha kwa njia ya mkono. Tulishakuja mwaka 2022 tukaagiza kutokuwa na kutekeleza kwa haraka. Kwa baada ya mabadiliko haya tunaamini anaingia atasimamia hilo. Moja, hizi sekta binafsi zisipate hasara. Lakini mbili, sio lazima abiria wao wanatembea na cash, fedha cash. Watatumia kadi zao. Na tumeshaagiza kadi zipatikane kwa wingi. Kadi ziuzwe kwa watu wananchi tena kwa bei ya kawaida ili aweze kuweka fedha kufanyia shughuli zake. Lakini tulishaagiza kadi hizi zisiwe za mabasi peke yake. Zitumike kwenye mabasi, zitumike uwanja wa mpira, zitumike Azam ambao pia wameshaanza kutambulisha usafiri wa ulipiaji huo, zitumike SGR, zitumike pale kituo cha mabasi cha Magufuli, zitumike pia hata kwenye maduka makubwa. Kwa mtu awe na kadi moja lakini anaweza kujaza fedha, anafanya manunuzi kokote. Kwa Mheshimiwa Waziri wa Sayansi na Teknolojia, ili kamilike kwa haraka na hizi kadi ambazo zinatoka zote ziwe zimeingia kwenye mfumo, zizungumze pia na taasisi nyingine. Nataka tupate kadi moja, na tunakoelekea ile kadi ya NIDA itakuwa na mambo yote haya. Kadi ya NIDA itakupeleka uwanja wa mpira, kadi ya NIDA itakusafirisha kwenda Zanzibar kupitia Azam na vyombo vingine. Kadi ya NIDA itakulipia kwenye mabasi yetu. Kadi ya NIDA itakuwa inalipa pia SGR. Kadi ya NIDA itatumika pia kufanya manunuzi kwenye maduka makubwa na maduka mengine ya kawaida. Kwa hiyo tunataka tufike hapo, na hatua mliofikia kwa taarifa zenu ni mzuri. Sasa mkamilishe hatua hiyo ili tuweze kuendelea. Kwa hiyo ndugu wananchi, tumekuja kuona hali hii na kuwapa faraja kwamba kero hii tunaipunguza kwa kiasi kikubwa, na naomba mtuamini serikali kwamba tunafanya kazi hii ili kuondoa tatizo la usafiri hapa jijini. Kuingia kwa mabasi ya 150 na kuyaingiza kwenye njia hii mabasi 60 pamoja na la zamani 30 na kufanya 90
yatapunguza msongamano. Ni wasihi tu watu wote waingie kama ambavyo vituo hivi vimeratibiwa. Ingia kwenye geti, lipia, kaa huko, basi litaukuta, unaingia kwa utaratibu. Haya leo jitokeza haya, tuamini kuwa sasa yamekwisha. Na kuanzia leo, kama tulivyoanza vizuri kuanzia asubuhi, isimamiwe. Wewe Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, kwa sababu usafiri huu ni wa jijini Dar es Salaam, wakuu wako wa wilaya wanaoguswa na barabara hizi wasimamie vizuri, pamoja na taasisi yenyewe ya dati isimamie vizuri, ili tupunguze kero kwa wananchi. Jitihada hizi za serikali ni kwa ajili ya kuwafanya waweze kusafiri, wafike mahali pao kwa urahisi zaidi. Kule Kimara na itakavyokuwa Mbagala, mwananchi ambaye ana gari lake hataki kuingia jijini, na hiyo ndio mkakati wako kwa kutoingiza magari mengi jijini, wahamasishwe wananchi kule kujenga vituo vya kupaki magari ya wananchi, yatunzwe na ulinzi mzuri. Yeye aingie kwenye mabasi yetu, aje katikati ya jiji, amalize shughuli, akirudi akute gari yake, aende nyumbani. Kwa hiyo ni fursa nzuri. Nataka tujumuishe haya ili wananchi waweze kuishi katika maisha rahisi zaidi na namna mzuri ya kuweza kulinda mali zao, na hizi mali ambazo hawa wajasiriamali ambao wameamua kuendesha kampuni hizi na wao wapate faida. Lakini serikali pia tunapata na kodi na kurahisisha usafiri kwa wananchi. Nataka nikaone pia Kimara hali ikoje. Baada ya kuwa tumeona hapa hali hii na uanzilishaji wa mabasi, endelea kuleta mabasi yote 60 ili kesho tuone mabasi yakiingia kwenye ruti yake vizuri. Tunahitaji sasa Tanzania tuwe na usafiri kama ambavyo tumejifunza maeneo mengine. Tujue basi limeandikwa namba 1, linaondoka kivukoni Sanga, linafika posta ya zamani Sanga, linafika pale kona Avalon Sanga, linafika Magomeni Sanga. Muonyeshe na ratiba hiyo ili mwananchi ajue saa fulani kuna basi litaondoka mahali fulani na namba fulani. Tufike hapo, tupelekeni huko. Wakati huu tumeshaboresha mifumo ya kielektroniki, hatuna sababu. Kwa hiyo tunaamini urejeshaji wa usafiri huu sasa utakuwa mzuri, na wananchi endeleeni kutumia vizuri mabasi yetu, na tunawahakikishia kwamba huduma hii itaendelea. Tumeingiza basi 150 na mengine yanakuja na yatapita kwenye karibu njia zote. Asante sana kwa kunisikiliza. Muendelee na usimamizi huo.